Siku ya leo ningetaka kuongea kuhusu ujazo wa Roho Mtakatifu. Maana tunapopokea nguvu za Roho Mtakatifu, kuna nguvu ambayo inatuwezesha kuendelea. Unajua, wakati Yesu alipokuwa na mitume, alijua ya kwamba hawawezi wakaweza safari bila Roho Mtakatifu. Kwa hivyo maisha ya mwanadamu katika kiroho, kama hauna Roho Mtakatifu wa Mungu, hauwezi ukaweza kuistahimili majaribu. Hapo ndipo Yesu aliambia mitume waenende Yerusalemu na wasitoke mahali pale mpaka wapokee ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana alijua kwamba kuna majaribu mwanadamu hupatana naye, naye Roho Mtakatifu ndiye husaidia mtu wakati au katika changamoto. Maana anakuja na anamtia nguvu. Wakati neno lilikuwa linaendelea kuhusu Daudi, maana Daudi alikuwa na Roho Mtakatifu, wakati alipitia katika changamoto, alisema nilimngoja Bwana, naye Bwana akaja akanikomboa. Maana alikuwa na Roho Mtakatifu. Kanisa la Bwana tukiwa na Roho Mtakatifu atatuwezesha katika mambo magumu. Roho Mtakatifu ndiye anatuombeanga mbele za Mungu. Roho wa Mungu ndiye anatuongozanga. Kwa hivyo ni vizuri tutamani Roho wa Mungu ndani yetu. Neno linasema katika Luka mtakatifu, kurasa ya 4, kuanzia hapo 18, neno la Mungu linasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwasha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Bwana asifiwe.